Wa ilham, sio yeye bali Mwenyezi Mungu ndio alimfundisha njia za kuokoka na aibu ya yule mtoto kamzaa. Alikuwa atapatikana mtu kabla yake kuzaa bila mume. Ukizaa bila mume wanajua wewe ni mzinifu. Hata yeye mwenyewe alisema katika kumlilia Mwenyezi Mungu, anampigia Mwenyezi Mungu yohe, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiya mansiya. Mola wangu, ningelikufa kabla aibu kama hii kubeba mimba, nikawa nimesahawika. Ndio Mungu akamwambia vile atavufanya, apate chakula, afanye aje kinywaji. Ndio akamwambia sasa inabakia aibu ya huyu mtoto. Akikuuliza faquli inni nadhartu lirrahmani sawma. Katika lugha ya Kiarabu saumu ni kufunga, kujizuia na kitu chochote, kula, kutembea, kusema, kila kitu kujizuia ni saumu. Amefunga kutembea, amefunga kulala, amefunga kusema, amefunga kusimama. Ndio Mungu akamwambia aseme wakimuuliza, mimi nimetia nadhiri kwa mwingi wa rehema, sintosema na kiumbe yoyote. Hiyo ilikuwa amri ya Mungu namna kuokoka na aibu ya kuzaa bila mume. Wallahu a'lam. Na Sheikh, naona inua mikono tuombe dua. Naam. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na rehema na amani zimuendee kiongozi wetu umma na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walize na masahabaze na wale watakafuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Wa ndugu zangu Waislamu, katika hii siku ya leo, labda saa zingine watu wataona Naidi kasimama pale anataka kutoa dawa. Hii nafasi ya shekhe. Bali mimi nataka kufikisha kitu kidogo tu hapa katika hii Masjid Safina. Kitu ambacho nataka kufikisha ni hiki. Midhali hapa tulikuwa tunasubiria katika siku za kutosha katika hali ya kufanya na Sheikh Yusuf Mahmud vikao vingi hapa katika hii Masjid Safina kwa kufanya suluhu baina suluhu nyingi katika hali ya kutizama ni mfumo gani ambao wenye sisi tutatembelea katika hali ya misikiti hii. Ikabidi akawa ameitoa ahadi katika hii siku ya leo, baada ya darsa itabidi aweze kutuelekeza kamati ya ufuatiliaji ni mfumo gani tutakwenda nayo katika hii Masjid Safina, katika hali tutizamiri utaratibu wenye utakuwepo, utakuwa katika hali ya kuongoza msikiti. Sasa kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kama tumekusanyika hapa sisi yote, tusiwe na haraka ya kutoka, tuwe na subira, midhali tuweze kusikia ni mfumo gani shekhe wetu, ndio shekhe ambaye tunategemea, hakuna mwingine. Midhali tusikie ni mfumo gani ambao inatufishia imana sisi tuwe katika wepesi wa kutekeleza katika ile hali ya kufuatia mwenendo ambao tutakuwa tumefuata. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu shekhe. Alhamdulillah wa kafa wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uvumilivu wenu ambao mmevumilia muda wa kutosha
kwa ajili ya kutengeneza mambo ya Mwenyezi Mungu. Sababu ni na kupongezeni kwanza, sababu jambo hili mjini kwetu lina miaka, si tumezaliwa hapa, tumekulia hapa. Haya mambo yalikuwa yawezekani, mambo yetu yote ya dini, mambo ya msikiti, mambo ya ndoa, mambo ya familia, yote yalikuwa yakitengenezewa kwenye sheria isiyokuwa sheria yetu. Na sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie uvumilivu kama tuliovumilia. Nimetembelea miaka mingi hapa, wana kuta hapa alikuwa uchaguzi wa kumchagua kiongozi. Nasikia njia ambayo mtagua kiongozi tangu angaliko wale waliotanguliwa kama Mwalimu Kashindi. Nasikia hapa kuna sanduku sijui ya Sheikh nani na Sheikh nani, alaljamaa ataitwa, ndio anaita zile kura zao. Wanatupia mwa huyu wenye kumtaka huyu, wengine wanatupia mwa ulafu ule mwenye masauti mengi, anakuwa ndio mshinde. Na sisi kama alivyofundisha Mtume, usifukui jalala litakurukia. Tunatoa madarasa, tunakwenda tunatoa muhula, kwa sababu kuna elimu ambayo haijuzu mtu kuisema kwa maslahi, lakini usifi tu kabla hujaisema. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo neema leo mimi kufikia katika fursa hii. Kwa hivyo ndugu Waislamu, kwanza na kuelezeni vile Uislamu umetuwekea mipangilio ya kumchagua kiongozi. Uislamu anasema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, kwamba inna Allaha astafa lakum, amekuchagulieni Mwenyezi Mungu kiongozi. Kwa nini? Innahu zadakum bastatan fil ilmi wal jismi. Wakati wa Nabii Musa, huyu kiongozi Mwenyezi Mungu amemzidisha, ana elimu kwa piteni nyinyi wote, na ana nguvu za kiwiliwili. Ikaja katika aya nyingine Waislamu ambayo inapatikana katika surati Al-Qasas, Mwenyezi Mungu anasema ya abat bintu Shuaib, ya abat istajiru inna khayra man istajartahu alqawiyul amin. Ewe baba, mchague huyu Musa awe ndio mtumishi wako. Hakika mtumishi bora ni yule ambaye mwenye nguvu, muaminifu. Ndio Mtume akapanga kutokana na hizi aya na zingine, kwa sababu muda ni mfupi, shuruti za kumchagua kiongozi. Kwanza, kiongozi asichaguliwe kwa sifa ya kura, achaguliwe kwa elimu. Yule ambaye anatushinda sisi wote elimu ndio awe kiongozi wetu. Kama nilivyokuelezeni Uislamu, hukumu ya dini, maswahaba walikuwa kimwaahidi Mtume kumtii katika yale medam ni ya dini, yenye kuwaridhisha, yenye kuwachukiza, yenye kuwakirahisha. Na mwewe najua kama tumezoea etape hizi muda mrefu sana za kuchagua viongozi tunavyotaka, lakini nikakuombeeni kwamba mimi nitakuja kubainishieni. Nimepata baadhi ya simu, ondoa hao weka. Mimi sina uwezo wa kumuondoa na kumweka huyu. Mimi nina uwezo wa kukubainishieni vile dini ilivyosema, alafu mwenyewe mtekeleze. Mungu alipeni au msitekelezi. Kwa hivyo akaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tazameni katika mlango wa imama, kumchagua kiongozi, falia ummukum aktharukum likitabillah, akutangulieni mjuzi wenu, akuongozeni mjuzi wenu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Fa in kana sawa, wakiwa wamelingana Qur'an wote wajuzi walioko sawa sawa, fa a'lamuhum bisunna, mtangulizi yule anamshinda mwenzake sunna. Wakilingana, mtangulizeni yule ambaye aliyehama, leo hakuna kuhama. Wakilingana kwenye sunna na kwenye kitabu, mchagueni yule mkubwa wao wa umri. Umri unakuja hapa kama ikiwa wamelingana vyote, lakini kama ule mdogo anamshinda sunna, mdogo anamtangulia mkubwa.
Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Mungu akuwezesheni, kwa sababu hivi shetani kwa anawatembeleeni. Amesema mtume katika alama za kiyama, kaja mtu mtume kwa anazungumza akamwambia mata saa, lini kiyama? Mtume akaendelea kuzungumza, maswahaba akasema labda amechukia ulizo lake. Wengine wakasema hapana, mtume amesikia tu amechukia ule ulizo. Alipomaliza kuzungumza mtume akasema nani muulizaji? Ule sahaba akaendelea kusema niko hapa. Akasema idha usida al-amru ila ghairi ahli fantadhiru saa, mtapoona mambo yanakabidhiwa sio kwenye nayo, ngojeni kiyama. Hiyo ndio alama ya kiyama. Akasema itafikia dereva ende awe boy dereva convoyeur, alafu convoyeur atembeze gari. Mambo ya dunia yote Uislamu hamkubali mtu asiyojua aongoze, lakini mambo ya dini kwa vile tuone madhara yake mnakubali mtu yote aongoze. Kwa hivyo nafikiri ndio mfumo mpangilio wa dini. Masanduku ya kura yasirudi tena, mchagueni ule mjuzi wenu kuliko nyinyi wote wa kitabu cha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, mwadilifu kuliko nyinyi. Alafu wale ambao walikuwa wakishirikiana inshallah katika uongozi wao hawezi kuwa tena, watakuwa wasaidizi. Alafu mtaga na wengine vijana aljamaa, kwa sababu kundi la Umar, washauri wa Umar, sahaba wa mtume, walikuwa ni wazee na vijana. Sasa mwemeza kuacha wale wazee wawe washauri na vijana watanganyika katika wao, ili shughuli za Mungu ziende vizuri, mpate radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu muondoe jina kamati, mweke tu imamu na washauri wake, imamu na washauri wake. Hii ndio suna ya mtume. Wakati wa mtume hapa kwa uchaguzi wa kura wala wanani. Na kitu kingine kutahadharisheni, chungeni sana hii ya kuweza kumwekea imamu muhula, miaka yake miwili tunachagua mwingine. Hii ni sheria, sio yetu sisi. Kama tukimweka imamu leo alafu mwaka miwili ijenea kaiba mali yetu, amoni dhulma, aendelee mwizi. Na tukimweka imamu leo katuongezea mambo, kaongoza, tumuondoe. Uislamu hauna hayo mambo. Kwa hivyo hilo jambo ningekuombeeni pia, kila mara wanalisikia miaka mingi hapa, mngejaribu kuliondoa kwa sababu mpangilio ya dini alimo. Wa billahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nikifikiri haya ni maneno tumesikia ya shekhe, mfumo ambao ametuambia katika hali tunaweza tukatembea unasogeleana na misingi ya dini. Nikifikiri wa ndugu zangu Waislamu, tuwe katika unyenyekevu na utulivu katika hii hali ambayo Sheikh ametufikishieni. Nikifikiri Sheikh, tunashukuru Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri, akuongeze umri. Nikifikiri kutokana na jitihada ambayo inatokea, na tunaomba na wazee wa msikiti wawe katika utulivu huyu, Mwenyezi Mungu na wenyewe walipe kila la kheri. Nikifikiri na wavijana wenye kuwa wamesikia katika hiyo hali, na wenyewe wawe katika hali ya uvumilivu, wawe na uvumilivu kama huyu. Nikifikiri hakuna mengi ya kuzungumza, tunazidi kutoa shukrani kwa nyinyi wote ambao mlitusubiri katika hii hali ambayo kupokeni hii fikra ya Sheikh. Wa billahi tawfik. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.